Kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Jina langu ni Belden Waliaula. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema bara hilo liko katika hali tete katika mkutano wa mataifa ya Umoja wa Ulaya unaoendelea mjini Brussels. Von der Leyen amesema ni muhimu kwa Ulaya kuwa na uwezo kujilinda yenyewe na kuongeza bajeti ya ulinzi na vile kuisaidia Ukraine kupata amani ya kudumu. Viongozi kadhaa kutoka Ulaya wanataka kikosi cha pamoja cha kudumisha amani kipelekwe Ukraine baada ya mkataba wa kusitisha mapigano kuafikiwa. Akizungumza akiwa mjini Moscow, waziri wa mambo ya kigeni Urusi Sergei Lavrov ameonya kuwa Urusi itachukulia hatua ya kutuma kwa wanajeshi wa Umoja wa Ulaya nchini Ukraine kama bara hilo kujihusisha moja kwa moja na vita dhidi ya Urusi. Tutazingatia uwepo wa wanajeshi hawa kwenye ardhi ya Ukraine sawa na tulivyozingatia uwezekano wa uwepo wa NATO nchini Ukraine, kwa sababu haijalishi operesheni hii inafunikwa na bendera gani. Umoja wa Ulaya, bendera za kitaifa na nchi zinazosambaza vikosi, haijalishi ni nembo zipi zilizobandikwa kwenye mikono ya sare, hawa bado watakuwa wanajeshi wa NATO, wanajeshi wa nchi za NATO. Balozi wa Ukraine nchini Uingereza Jenerali Valeri Zaluni amekosoa Marekani kwa kile alichokiita ni kuharibu taratibu wa kimataifa uliopo. Akizungumza na wanahabari mjini London, balozi huyo ambaye awali alikuwa kamanda wa jeshi la Ukraine amekosoa sera za kigeni za utawala wa Trump na jinsi Marekani imetilia shaka Umoja wa Mataifa ya Magharibi. Ameonya pia kuna uwezekano wa jumuiya kujihami ya NATO kusambaratika. Maoni yake yanakuja huku kukiwa na hali ya mvutano wa chini kwa chini kati ya Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na Rais wa Marekani Donald Trump baada ya kutofautiana hadharani katika ikulu ya White House Ijumaa iliyopita. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeonya kuwa Sudan iko katika hatari ya kugawanyika baada ya kikosi cha Rapid Support Forces kutia saini mkataba na washirika wake wa kuzindua serikali mbadala katika maeneo ambayo umeyateka. Baraza hilo linasema kuna hatari ya vita kutanuka nchini humo, huku vita vinavyoendelea tayari vikiwa vimewaua maelfu ya watu na kusababisha mzozo mbaya wa kibinadamu. Baraza hilo linataka makundi yanayozozana kumaliza vita hivyo kupitia njia ya kidiplomasia. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Zaidi ya watu 10 wamejeruhiwa baada ya polisi nchini Msumbiji kutawanya maandamano yaliyokuwa na vurugu yaliyoongozwa na kiongozi wa upinzani Venancio Mondlane ambaye pia alikuwa mshindi wa pili katika uchaguzi wa urais wa mwaka jana uliokumbwa na utata. Ahmed Bahaj na maelezo zaidi. Walioshuhudia na wasaidizi wa Mondlane wamesema polisi walirusha risasi kwa msafara wa kiongozi huyo wa upinzani na waandamanaji wanaopinga serikali waliokuwa wameungana naye katika mitaa ya mji mkuu Maputo. Mamlaka nchini humo hazijatoa maoni kuhusu tukio hilo. Maandamano hayo yalifanyika huku Rais Daniel Chapo ambaye aliingia madarakani mnamo mwezi Januari akiwa anatarajiwa kutia saini makubaliano baada ya mazungumzo na vyama vingine vya kisiasa ili kumaliza maandamano ya miezi kadhaa. Mondlane ambaye amekuwa akiitisha maandamano hayo alitengwa kwenye mazungumzo hayo. Taarifa kutoka ofisi ya Mondlane ilisema kiongozi huyo wa upinzani alikuwa akiongoza maandamano ya siku ya Jumatano alasiri wakati msafara wake uliporushwa risasi. Na kundi la Hamas linasema vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya kundi hilo linachochea Israel kujiondoa katika mkataba wa kusitisha mapigano. Kundi hilo lilikuwa linajibu taarifa iliyochapishwa na Donald Trump kwenye mtandao ambapo alitaka Hamas kuwaachilia mateka wote wanaozuiliwa au Marekani itachukua hatua kali. Hamas imesisitiza kwamba Israel lazima ianze kutekeleza awamu ya pili ya mkataba walionao ambayo inawataka Israel kuondoa wanajeshi wake eneo la Gaza. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Belden Waliaula. Matangazo haya ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia FM, redio shirika mbalimbali nchini Kenya. Kuna Pamoja FM, Nyota FM na Gulf Radio. Kule nchini Tanzania kuna Radio Free Africa, Abud FM na Radio 1. Nchini Uganda tegesikio matangazo haya kupitia Radio Paidha, Radio Kitara na Radio Lira. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila shaka matangazo haya yanapatikana kupitia Radio Muungano Beni. Aidha yako moja kwa moja kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili ambako hapo unaweza kutuachia pia maoni yako. Karibu tena msikilizaji, jioni hii uko nami Karorobi na mwenzangu ni Regina Mziwanda. Karibu Regina.
Naam, asante sana Karo Robi, nawe ni kukaribishe pia katika matangazo haya. Asante. Naam, karibu msikilizaji, na kwa kuanza tu ni kwamba Hamas imesema vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump dhidi yao vinaipa nguvu Israel kujiondoa katika makubaliano ya kusitisha mapigano huko ukanda wa Gaza. Akitumia mitandao ya kijamii, Rais Trump alitoa kile alichokiita onyo la mwisho kwa Hamas kuwaachilia huru mateka wote wa Israel, la sivyo atawaangamiza. Phyllis Mwote na maelezo zaidi. Rais Trump alitoa kauli hiyo saa chache baada ya ikulu ya Marekani kuthibitisha kuwa ilifanya mazungumzo ya moja kwa moja na Hamas kuhusu mateka walioko Gaza. Marekani kwa muda mrefu imeepuka kuzungumza moja kwa moja na kundi hilo, na kuna sera ya muda mrefu ya nchi hiyo ya kutokuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na taasisi inazoziorodhesha kama mashirika ya kigaidi. Katika chapisho lake, Rais Trump alisema kwamba kutakuwa na athari mbaya ikiwa mateka hawataachiliwa, lakini hakutaja aina ya msaada anaotuma kwenda Israel. Akiwahutubia waandishi wa habari, msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt alisema kwamba hatua hiyo hata hivyo haimaanishi kwamba sera ya Marekani imebadilika na sasa wataanza kuzungumza moja kwa moja na magaidi. Mjumbe maalum anayehusika na majadiliano haya na mamlaka ya kuzungumza na mtu yeyote. Israel ilijumuishwa katika maamuzi haya, na kwa ukweli kufanya mazungumzo na watu mbalimbali duniani kwa nia ya kuweka maslahi ya watu wa Marekani mbele ni jambo ambalo rais amesema kwamba ndio njia anayoiamini na iliyo na nia nzuri itakayonufaisha watu wa Marekani. Good faith effort to do what's right for the American people. Wafalestina hawa walioko eneo la Khan Yunis walitoa maoni yao kufuatia onyo hilo la Rais Trump. Nadhani ingekuwa vyema zaidi kwa Trump kutoegemea upande wowote na kuwashurutisha Wafalestina na jeshi la Israel, hasa katika vitisho vyake hivyo alivyotoa usiku wa jana na mpango wa kubadilishana mateka. Na hilo lisipofanyika, raia wa kawaida wanaoishi Gaza watapata tabu. Trump anayejiona kuwa kiongozi mwema wa nchi iliyo na nguvu zaidi duniani asingeegemea upande wowote. Tumesikia matamshi ya Trump asubuhi ya leo kwamba atawahamisha watu wa Gaza na kutakuwa na vita na kwamba anaunga mkono Israel kwa chochote kile wanachotaka. Matamshi yake hatuyakubali. Hatutaondoka na hatutawaacha makazi yetu. Kwa miaka mingi tumekuwa imara na kutetea eneo letu la Gaza, ukingo wa Magharibi na Jerusalem. Sio haki aidha kwa Trump au mtu yeyote yule kutuhamisha kutoka ardhi yetu. Msemaji wa Hamas Hazem Hasem amesema kwamba vitisho aina hiyo vinaathiri juhudi za kusitisha mapigano na kwamba hatua hii sasa itasababisha Israel kutotimiza masharti yaliyopendekezwa. Sio mara ya kwanza kwa Rais Trump kutishia Hamas. Mwezi wa Disemba mwaka jana alisema kwamba Hamas watalipa vikali iwapo mateka hawatakuwa wameachiliwa atakapochukua mamlaka ya kuwa rais wa Marekani. Trump aliandika ujumbe huo wa kutishia Hamas baada ya kukutana moja kwa moja na kundi la mateka walioachiliwa siku chache zilizopita na Hamas baada ya mpango wa kusitisha mapigano. Israel ilianzisha mashambulizi ya kuiangamiza Hamas kujibu shambulio la kundi hilo la tarehe 7 mwezi wa Oktoba mwaka 2023 ambapo watu 1200 waliuawa na wengine 251 kuchukuliwa mateka. Israel inasema kwamba bado kuna mateka 59 ambao wanazuiliwa huko Gaza, huku 24 kati ya hao wakiaminika kwamba wako hai. Raia 5 wa Marekani ni miongoni mwa mateka. Mmoja wao, Idan Alexander, anaaminika kuwa ako hai huku wenzake 4 wakisemekana kuwa wamefariki. Phyllis Mwote, BBC. Naam, je, onyo hilo la Rais Donald Trump dhidi ya Hamas linashangaza ikizingatiwa kauli zake tangu amerejea madarakani kuhusu ukanda wa Gaza? Hilo nimemuuliza mchambuzi wa masuala ya kimataifa Mohamed Abdurrahman. Onyo hili kwa kweli limekuja kama ni mshangao, sio tu kwa Hamas lakini pia hata kwa wapatanishi ambao wamekuwa pamoja na Marekani wakijaribu kuangalia kwamba ule mpango wa kusimamisha mapigano ambao ungepelekea hatimaye mateka wote kuachiwa huru pale utakapofikia hatua yake ya 3
unatekelezwa. Wapatanishi hao ni Misri na Qatar, ambao bila shaka watakuwa wamelipokea onyo hilo kwa mshangao mkubwa. Unadhani kwamba Hamas watasalimu amri kutokana na shinikizo hilo kali, sio tu kutoka kwa Marekani lakini pia kutoka kwa Israel, ambao tangu mwanzoni mwa wiki hii wamezuia misaada kuingizwa Gaza? Ni vigumu kusema kwamba Hamas watasalimu amri kwa sababu tunaona kuwa adhabu hizi zinazowaandama wa Palestina ni misimamo ambayo haikuanza leo. Kila wakati Israel na Marekani kwa upande mwingine zimekuwa zikichukua hatua ambazo zinawaadhibu sio Hamas kama wapiganaji, lakini zinawaadhibu umma jumla wa Palestina. Kwa hivyo hivi sasa ni vigumu kuweza kusema kwamba watasalimu amri. Nafikiri kwamba watashikilia kwamba pande zote zinazohusika zinapaswa kurudi nyuma kutekeleza yale yaliyokubaliwa kuhusiana na usimamishaji mapigano. Na sasa tangu Donald Trump aingie madarakani hapo mwezi Januari, Israel inaelekea kupata nguvu zaidi kutokana na msimamo wa Donald Trump wa kuja na masharti mengine, ambapo Israel inahisi kwamba Marekani sasa imekuwa ndio msemaji wake mkubwa. Naam, Mohamed, licha hayo inaripotiwa kwa Marekani iko kwenye mazungumzo ya moja kwa moja na Hamas kuhusu swala la kuachiliwa kwa mateka wa Israel. Huu ni mkakati gani wa kutishia lakini pia wakati huo kuwa katika mazungumzo? Mazungumzo haya yanayofanyika hivi sasa kwa mara ya kwanza, au niseme mawasiliano kati ya Hamas na Marekani, ni jambo ambalo linaleta matumaini fulani, lakini tatizo ni kuwa utawala wa Trump umekuwa ni utawala ambao unashinikiza masharti yake yenyewe, na unakuwa hauyachukulii mazungumzo kwamba ni mazungumzo kati ya pande mbili, na panapohitajika maridhiano yawepo maridhiano kutoka pande zote zinazohusika. Ni jambo la matumaini, lakini bado ni mapema mno kusema kama mazungumzo haya yanaweza yakazaa matunda. Kwa hali hii, awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano itakuwaje? Awamu ya pili ya kusitisha mapigano imeingia dosari kwa sababu tusisahau kuwa Marekani ni sehemu ya wapatanishi watatu ambao ni Marekani yenyewe, Qatar na Misri, na awamu ya pili ilikuwa ianze huko mjini Cairo baada tu ya awamu ya kwanza kumalizika hapo siku ya Jumamosi, lakini hivi sasa inaelekea kwamba awamu hiyo imekwama na kumetokeza hali isiyopendeza, na hali hiyo hasa inatokana na kwanza msimamo wa Israel wa kuhakikisha kuwa inasitisha misafara ya misaada ya kiutu ambayo ilikuwa iende huko Gaza, na limekuwa ni janga jingine kubwa mno kwa wakazi wa Kipalestina walioko Gaza, ukizingatia kwamba huu ni mwezi mtukufu wa funga Ramadhani. Kwa hivyo haya yote nafikiri yamesababisha hali mpya ambayo ni mbaya na ni janga jipya kwa Wapalestina, na nafikiri kwamba hali hii inaleta sura isiyokuwa ya kupendeza na hali kadhalika mtikisiko katika mpango mzima wa usimamishaji mapigano ambao ulikuwa kama nilivyosema uingie katika hatua ya pili hapo siku ya Jumamosi, ambayo hiyo ilikuwa pia ihakikishe kwamba Israel inaondoa wanajeshi wake kutoka Gaza. Nafikiri yote haya ukiangalia kwa ukamilifu ni kuwa Israel inajaribu kuyavuruga mapatano yale kwa njia moja au nyingine. Ni saa 1 kasoro robo Afrika Mashariki, sawa na saa 12 kasoro robo kwa Afrika ya Kati. Katika dira ya dunia jioni hii ni pamoja na viongozi wa Ulaya wameahidi kuongeza bajeti ya ulinzi na kuiunga mkono Ukraine, wakati ambapo sera za kiusalama za Rais Donald Trump zikiwatia wasiwasi. Lakini Hamas imesema vitisho vya Rais Donald Trump dhidi yao vinaipa nguvu Israel kujiondoa katika makubaliano ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Na mashirika mawili ya ndege za kimataifa yamesitisha safari kuelekea Somalia baada ya Marekani kutoa onyo kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab wanapanga mashambulizi mjini Mogadishu. Hii ni BBC. Barabara kabisa. Tuanze na soka. Mkufunzi wa klabu ya Lyon ya Ufaransa, Paulo Fonseca, amepigwa marufuku ya kutoshiriki katika mechi yote kwa miezi 9 baada ya kujibizana vikali na refa. Zaidi
na mpisha Bosha Nyanje. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 52 na raia wa Ureno amesimamishwa kuendelea na shughuli zote za ukocha kwa miezi 9 baada ya kukabiliana kwa hasira na refa Benoit Milo wakati wa mechi ambayo Lyon waliondoka na ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Brest mnamo tarehe 2 March. Refa Benoit alimpa kadi nyekundu Fonseca, lakini Fonseca ambaye hakuridhishwa na uamuzi huo na aliitikia kwa kusukuma uso wake dhidi ya uso wa refa. Katika taarifa yake siku ya Jumatano, bodi ya usimamizi wa ligi ya Ufaransa Ligue 1 imesema kuwa kocha huyo atazuiwa katika benchi la ufundi, vyumba vya kubadilishia nguo na hata kujihusisha na shughuli zozote rasmi kabla, wakati na baada ya mechi hadi tarehe 30 Novemba. Adhabu hiyo pia inamzuia kwenda katika chumba cha kubadilishia nguo cha timu hiyo na kuingia uwanjani hadi Septemba 15. Fonseca ambaye aliomba radhi baada ya tukio hilo alichukua jukumu la kuinua klabu hiyo mnamo Januari 31 baada ya kuondoka AC Milan mwezi uliopita. Usiku wa leo timu yake itamenyana na FCSB katika ligi ya Europa. Shukran Bosha. Aliyekuwa mlinzi wa klabu ya Liverpool Steven Warnock amemsifu mlinda lango wa klabu hiyo Alisson Becker baada ya kuonesha makali yake na kuwasaidia The Reds kuondoka na alama 3 wakiwa ugenini dhidi ya PSG katika mkondo wa kwanza wa hatua ya 16 bora kwenye ligi ya klabu bingwa barani Ulaya. Steven amesema Alisson alionyesha uhodari wa kiwango cha juu zaidi cha kimataifa. Kwa dakika 86 miamba wa Ufaransa Paris Saint-Germain walitafuta bao kwa udi na uvumba na kuandikisha majaribio 27 ya kulenga nyavu ya Liverpool ikilinganishwa na 2 tu kwa wageni. Lakini Alisson aliweza kuokoa michomo 9 na kuwazuia kufunga bao, ikiwa ndio rekodi ya juu zaidi kwa kipa wa Liverpool kufanya hivyo katika mchezo wa ligi ya mabingwa tangu kompyuta ya Opta ianze kurekodi data mnamo msimu wa mwaka 2003-2004. Harvey Elliott wa Liverpool ndiye aliyefunga bao moja pekee katika mechi hiyo. Na kocha wa klabu ya Manchester United Ruben Amorim amesema kuwa ushindi wa ligi ya Europa kwa klabu hiyo unaweza kubadilisha kila kitu kwa Manchester United msimu ujao, lakini sio muhimu kwa mustakabali wa klabu hiyo katika soko la uhamisho. Zaidi nampigia pasi Phyllis Matehe. Naam, kocha huyo amebaini kuwa iwapo the Red Devils watabeba kombe hilo, watapata fursa ya kushiriki mashindano ya klabu bingwa barani Ulaya, yani Champions League, hatua ambayo itaongeza kipato kwa klabu hiyo. Amesema, na ninamnukuu, hatua ya kuondolewa nje ya kombe la FA na Fulham siku ya Jumapili ilimaanisha kuwa pengine matumaini yetu ya mwisho ya kufuzu kwa mashindano ya Champions League msimu ujao ni kunyanyua kombe hili mjini Bilbao mwezi wa Mei. Mwisho wa nukuu. Usiku wa leo klabu hiyo itacheza dhidi ya Real Sociedad ya Uhispania katika hatua ya 16 bora, lakini huenda United wakakabiliwa na kibarua kigumu baada ya Harry Maguire na Manuel Ugarte kuthibitishwa kuwa watakosa mechi hiyo kutokana na majeraha. Katika baadhi ya mechi zingine zitakazopigwa leo usiku ni pamoja na FCSB ya Romania kuialika Lyon ya Ufaransa, Fenerbahce SK ya Uturuki itakipiga dhidi ya Rangers ya Uskochi, na AZ Alkmaar ya Uholanzi itatoa na jasho na Tottenham kutoka nchini England. Shukran Phyllis. Tukamilishe na tennis. Nguli wa mchezo wa tennis na raia wa Australia Fred Stoll amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 86. Stoll alishinda Grand Slam 2 za single ikiwemo ya French Open mnamo mwaka 1965 na US Open mwaka 1966. Pia alitinga fainali katika Grand Slam 6 ikiwa ni pamoja na kucheza fainali mara 3 kwenye Wimbledon. Bodi ya uongozi wa mchezo huo nchini Australia imesema mchezo huo umempoteza mmoja ya wachezaji mashuhuri. Katika uhai wake, Stoll aliitaja fursa ya kuichezea Australia kama kila kitu katika maisha yake, na alisaidia nchi hiyo kushinda kombe la Davis mnamo miaka 1964, 1965 na 1966. Baada ya kustaafu, Stoll alikuwa kocha wa mchezo wa tenis na baadaye kuwa mtangazaji wa mchezo huo. Na huu ndio mwisho wa makala ya spoti. Mimi ni Shuaib Ibrahim.